Katika safari zako zote, nchi yote ya Kanaani itakuwa milki ya milele kwako, nami nitakuwa Mungu wao. Tungeweza kufanya mfululizo mzima kuhusu istilahi hii ya ninyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Kwa kweli, tunapaswa kufanya hivyo wakati fulani. Ahadi hii ilitolewa katika muktadha wa tohara aliyopewa Abramu. Ibrahimu alikuwa anapewa kivuli cha kimwili, picha za ishara ya agano hili, ili akumbuke agano hili, ili wazao wake katika agano hili la milele, katika vizazi vyao vyote wakumbuke na kulitia moyoni na kulisimulia na kuliandika agano hilo kwa usahihi. Agano lilithibitishwa tena. Hii ni kwa Isaka. Hapana, samahani, huu ndio ufungamano wa Isaka. Unajua, wakati Ibrahimu alipolazimika kumtoa Isaka wake, mbegu ya ahadi, sivyo? Hii ndio akaunti. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako wala usimtendee chochote. Kwa hivyo Abraham anakaribia kuchukua. Unajua, yuko karibu kumtoa Isaka. Yuko karibu kufanya hivyo, atafanya hivyo. Na ya anasema, usimnyoshee kijana mkono wako wala usimtendee chochote. Kwa sasa najua, angalia hii, kwamba unamcha Elohim, unamuogopa Elohim, unamheshimu. Ahadi katika Malaki ilikuwa nini? Lakini wale kati yenu wanaoliogopa jina langu, bwana harusi wa haki watafufuka na uponyaji katika mbawa zake. Sasa, kwa kuwa najua unamcha Mungu, kwa kuwa hukuninyima mwanao wa pekee. Kwa njia, Isaka hakuwa mwana pekee wa Ibrahimu. Hilo ni jambo lingine kabisa. Pili, Isaka alikuwa mwana wa ahadi. Alikuwa wa kipekee. Ibrahimu akainua macho yake, akatazama, na tazama, kondoo mume nyuma yake amenaswa pembe zake kichakani. Ibrahimu akaenda akamchukua kondoo dume huyo, akamtoa kama sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Kwa hiyo Abrahamu akapaita mahali hapo atatoa. Ninaamini na kufikiri kama vile ambavyo imekuwa ikisemwa hadi leo hii kwenye mlima wa hakika itatolewa kwa ajili yetu. Sasa kondoo dume alinaswa kichakani na nini chake kwa pembe zake. Ni nini kinachotengenezwa kutokana na pembe ya kondoo dume? Shofar. Sawa? Kwa hivyo, kila wakati unapopiga shofar, ulipaswa kukumbuka hili. Unapaswa kukumbuka kwamba kwamba alitoa kitu. Unapaswa kukumbuka kwamba Ibrahim alikuwa tayari kuacha uzao wa ahadi. Alikuwa tayari, alionyesha hofu na heshima ya Elohim. Na kwa sababu Ibrahimu alimwogopa Elohim, alifanya nini? Alitoa. Na kwa hivyo unaelewa hili. Unapopiga shofar, unapaswa kukumbuka kwamba alitoa. Kitabu cha Waebrania kitaendelea kuzungumzia kuhusu hili, kikisema kwamba huu ulikuwa mfano wa ufufuo wa Masihi, kwamba Ibrahimu alimpokea Isaka kutoka kwa wafu. Unapopiga tarumbeta, unatakiwa kukumbuka agano ambalo alimpa Abraham na kwamba alitoa kitu. Tena, jamani, nani? Yeye ni nani? Ni nani aliyetolewa? Mwana pekee, mzaliwa pekee. Unaona hili linaelekea wapi? Alitoa nini? Ambaye alipitia vipande katika kukata agano, hivyo kuchukua uwajibikaji kamili na jukumu, hivyo kulipa matokeo. Ilikuwa nani? Mwanaume? Tutazungumzia hili katika sehemu ya pili, sivyo? Yeye ni nani? Kwa hivyo, kila wakati unapopiga shofaa, kumbuka hili.
simulia hili, fanya mazoezi ya hili. Hesabu, simulia, tangaza, fanya mazoezi. Agano lilithibitishwa tena. Malaika wa Yawe akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, kwa nafsi yangu nimeapa, Yawe, kwa sababu umefanya hivi na hukumzuilia mwanao wa pekee. Angalia hii, hakika nitakubariki, nami hakika nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki lango la adui zake. Kwa hivyo itakuwa kubwa sana kiasi kwamba huwezi hata kuihesabu. Tunapaswa kuhesabu nini? Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia yatabarikiwa kwa sababu umetii sauti yangu. Subiri kidogo. Je, haikusema kwamba uzao wa Ibrahimu ungekuwa mataifa mengi? Na kwamba kutoka katika mataifa haya, kutoka katika uzao wa Ibrahimu, wafalme watatoka? Je, hii inaweza kuwa inahusiana na utawala wa milenia? Wafalme na makuhani wakitawala taifa? Sijui, nikisema tu. Lakini kumbuka, haya yote ni sehemu ya ahadi za agano. Kupita kwa agano. Kwa hivyo hii iko kwa Isaka sasa. Yawe alimtokea Isaka akamwambia, usishuke kwenda Misri. Kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hii, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki. Kwa maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitatimiza kiapo nilichomwapia Abrahamu baba yako. Angalia hii, nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote. Na angalia hii, katika uzao wako mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Lakini angalia hii, kwa sababu Ibrahimu alitii sauti yangu, akayashika maagizo yangu na amri zangu na amri zangu na sheria zangu na sheria zangu. Katika Kiebrania inasema toro yangu, tohoti yangu, aina yangu ya wingi ya torati. Sawa? Ibrahimu alikuwa na uelewa wa agano hilo. Kwa kweli, hata alielewa kwamba kulikuwa na maneno yanayohusiana na hilo. Lazima ukumbuke, tazama, tunaona mitazamo hii midogo katika maandiko yote. Kaini na Habili walijua tofauti kati ya safi na najisi. Vivyo hivyo Noho. Je, hakufanya hivyo? Je, hizo si sehemu ya masharti ya agano? Walikuwa na uelewa wa masharti ya agano. Tunaamini hilo linahusiana na urafiki wa karibu, ni mjadala mwingine kabisa. Lakini kwa kuzingatia hilo, Ibrahimu alitii. Alikuwa na uhusiano wa karibu na Elohim. Alishika amri ya Elohim. Alielewa masharti ya agano hilo na akatembea ipasavyo. Na ndiyo maana alibarikiwa. Ndiyo maana ahadi ilitolewa. Na hii inamfikia Isaka sasa. Unabii mzuri. Hii sasa ndiyo baraka ya makabila 12 ya Israeli. Yakobo. Kwa hivyo tumeenda Ibrahimu, Isaka, Yakobo. Na Yakobo anakaribia kuwabariki wana wa Yusufu, Efraimu na Manase. Sawa? Yusufu akawachukua wote wawili, Efraimu katika mkono wake wa kulia kuelekea mkono wa kushoto wa Israeli, na Manase katika mkono wake wa kushoto kuelekea mkono wa kulia wa Israeli, na kumleta karibu yeye na Israeli. Soma hili. Alinyosha mkono wake wa kulia na kuuweka juu ya kichwa cha Efraimu ambaye alikuwa mdogo. Katika utamaduni wa kale wa Kiebrania, baraka ya mzaliwa wa kwanza ilitolewa kila mara kupitia mkono wa kulia. Na kwa hivyo Yakobo au Israeli anampa baraka mzaliwa wa kwanza mdogo. Anavuka juu ya nani alikuwa mdogo zaidi, na mkono wake wa kushoto ulikuwa juu ya kichwa cha Manase, akipitisha mikono yake, kwa maana Manase alikuwa mzaliwa wa kwanza. Mikono ya Yakobo ilikuwa hivi, ikiunda nini? Umbo sawa na tavu ya Kiebrania cha kale.
Hii si bahati mbaya. Na Israeli au Yakobo atatoa unabii huu mkuu, akimpa baraka mzaliwa wa kwanza mdogo. Wakati huo huo, alipokuwa akiandika herufi ya T, A, V ya Kiebrania ya kale, Tav akiwa na mikono yake, Alef katika Tav ni nani? Sawa? Naye akambariki Yusufu, akasema, angalia hii, Elohim ambaye baba zangu Ibrahimu na Isaka walitembea mbele zake. Elohim ambaye amekuwa mchungaji wangu maisha yangu yote hadi leo. Kwa njia, ni nani mchungaji wa kondoo? Angalia hii, ambaye ameniokoa na maovu yote. Je, hilo linaweza kufikia hatua ya kukombolewa kutoka katika kifo? Yakobo anasema mabaya yote, wabariki wavulana na jina langu liinuliwe ndani yao. Hili ni muhimu kuelewa. Efraimu na Manase wanaenda kwa jina la kimsingi kwamba ahadi hizi zinapitishwa. Na majina ya baba zangu Ibrahimu na Isaka waache wakue. Angalia hii, kufikia umati katikati ya dunia. Umati? Abrahamu, Ibrahimu na Isaka waliambiwa nini? Kwamba wao, uzao wao ungekuwa mataifa mengi. Sawa? Haya ndiyo yanayovutia sana. Msemo huu, wabariki wavulana, unapopata kuelewa kwa undani zaidi kidogo sarufi ya lugha ya Kiebrania, utagundua kuwa kwa hakika inamlinganisha Elohim na malaika kama kiumbe yule yule mmoja wa kiume. Kuna sheria fulani za sarufi na uambishaji kuhusu Kiebrania cha kibiblia, kwa sababu watu wengine watasema, Elohim wa baba yangu Abraham, Elohim ambaye amekuwa mchungaji wangu. Alafu watasema, malaika ni mtu tofauti. Sarufi ya Kiebrania haijali mafundisho yako. Sarufi ya Kiebrania iko wazi kabisa hapa. Huyu ni kiume mmoja wa kiume. Tena, ni nani aliyepita kati ya vipande? Nani aliyetokea kwenye mlima Sinai? Nani ndiye mchungaji wa kondoo? Malaika ni nani? Nani huleta ukombozi kutoka kwa uovu wote? Mtu, mwanaume, yeye ni nani? Yeye ni nani? Ni nani? Taa ya Yerusalemu ni nani? Isaya alisema ni Yeshua. Inaposema na wakue na kuwa wingi katikati ya dunia, neno grow ni dada. Inamaanisha kuzaa kama samaki. Hapo ndipo neno dag linapotoka. Kwa Kiebrania, dag inamaanisha samaki na dagim inamaanisha samaki. Wingi, waache watagane. Sasa, kama unajua chochote kuhusu jinsi samaki wanavyozaliana, ni wa kuzaliana sana, wa haraka na wengi. Samaki mmoja atazaa hadi maelfu ya mayai katika spishi fulani. Na hivyo ndivyo uzao wa nyumba ya Israeli utakavyozaa kama samaki na kuwa wingi katikati ya nchi. Masihi alisema gini, unajua, kwa wanafunzi wake, nitawafanya kuwa samaki wa watu. Limetumwa tu nyumbani kwake. Lo, ni kirefu. Anaendelea. Yusufu alipoona kwamba baba yake ameweka mkono wake wa kuume juu ya kichwa cha Efraim, haikumpendeza. Akaushika mkono wa baba yake ili kuondoa kutoka kichwani mwa Efraimu hadi kichwani mwa Manase. Yusufu akamwambia baba yake, sio hivi baba yangu. Kwa kuwa huyu ndiye mzaliwa wa kwanza, weka mkono wako wa kulia juu ya kichwa chake. Lakini baba yake alikataa na kusema, najua mwanangu, najua. Pia atakuwa taifa, naye pia atakuwa mkuu. Hata hivyo, mdogo wake atakuwa mkuu kuliko yeye, na uzao wake utakuwa nini? Umati wa mataifa. Unapata maelezo zaidi hapa kuhusu jinsi uzao wa Ibrahimu ungekuwa mataifa mengi. Ni kupitia Efraimu mdogo, si tu alipata baraka ya mzaliwa wa kwanza, bali angekuwa mataifa mengi.
Natumai siku moja, unajua Curtis na mimi, hasa Curtis, tumetaja kwamba unapomfuata Efraimu inakupeleka kwenye mataifa ya kuvutia sana. Sawa. Na unapofuatilia jambo hili la baraka ya mzaliwa wa kwanza, lakini tena ni mfululizo mwingine kabisa wa mafundisho. Lakini inawezekana. Je, unaweza kuona agano likipita? Ni agano moja. Na kadri agano hili linavyoendelea kupita, linafafanuliwa kwa undani zaidi, kwa ukamilifu zaidi, na linaeleweka. Nyumba nzuri. Sasa turudi kwa watu wa Israeli. Hii ni Kumbukumbu la Torati 1. Moshe anazungumza na nyumba ya Israeli wanapokaribia kuingia katika nchi ya ahadi. Anasema, ndiyo, Elohimu wako amekuzidisha, na tazama, leo mmekuwa wengi kama nyota za mbinguni. Nini? Hiyo inasikika kama lugha gani? Je, hiyo inasikika kama lugha ya agano lililotolewa kwa Abraham na Ibrahimu na Isaka na Yakobo? Leo mko wengi kama nyota za mbinguni. Naomba, Elohim wa baba zako. Baba ni akina nani? Ibrahimu, Isaka, Yakobo. Angalia hii, kukufanya uwe na miaka 1000 zaidi ya ulivyo, na akubariki kama alivyoahidi, ahadi zinazohusiana na agano. Sasa makadirio ya wastani, tena ya chini kabisa, yanaweka nyumba ya Israel wakati huo kuwa na watu takriban milioni 3 hadi 3.5. Tunajua kwamba kulikuwa na zaidi ya vichwa vya kaya 600,000 vilivyosajiliwa. Na kama unafikiri, sawa, wanamke labda, unajua, 1 au 2 na wana watoto wachache sasa. Kumbuka siku hizo watu walikuwa na timu za mpira wa miguu wakiwa watoto, sivyo? Watoto 10, 12. Lakini makadirio ya kihafidhina yanaweka baraza la Israeli takriban milioni 3, 3.5. Ukizidisha hiyo kwa 1,000 hulapata bilioni 3. Bilioni 3. Na hiyo ni makadirio ya mhafidhina sana. Tunakaribia kufikia watu bilioni 8 duniani hivi sasa. Je, hii ni bahati mbaya? Kwa njia, nilikuwa nikimwambia Curtis hivi jana usiku. Aina hii ya mitungi yenye wazo. Watu wengi walikuwa na chachu hii ambayo nyumba ya Israeli inawarejelea Wayahudi wa leo. Wayahudi. Kuna chini ya Wayahudi milioni 20 hivi sasa duniani. Sijui kama vile Wayahudi bilioni 2.95 hawajulikani walipo. Wako wapi? Unaona kinachoendelea? Nyumba yake ni nzuri kiasi gani? Mpango wake wa ukombozi ni mkubwa kiasi gani? Lo, ni nzuri sana. Lo, ni nzuri sana. Na haya yote tunaambiwa tuyahesabu, tuyasimulie na kuyatangaza katika hesabu ya Omeri. Sawa, tunajua kwamba nyumba ya Israeli kwamba wangetawanyika. Tulipewa hili katika Torati. Mwishoni mwa Kumbukumbu la Torati, Musa anawaambia watu, mtaanguka katika uzinzi wa kiroho. Utanenepa na kuwa mvivu na kustarehe na utaabudu miungu ya uongo. Mtavunja agano hili na mtatawanyika katika pembe 4 za dunia. Lakini siku moja katika nchi ambazo umetawanyika, utarudisha maneno haya ya agano moyoni na utaanza kutubu. Na mara toba hiyo itakapotokea, ndipo Elohimu wako atakukusanya tena. Ninaamini hiki ndicho tunachokishuhudia hivi sasa duniani. Tumetawanyika hivi sasa. Tunakumbuka maneno haya ya agano. Tunakumbuka sisi ni nani katika mataifa mengi ambayo ilitabiriwa kwamba yangetoka katika uzao wa Israeli. Na labda yeye Elohim amezidisha hizo milioni 3 mara 1,000. Labda tu katika Amosi 9:9, kwa maana tazama, nitaamuru
Nitaipepeta nyumba ya Israeli kati ya mataifa yote kama mtu anavyopepeta kwa ungo. Hii ina maana kwamba ili kauli hii iwe kweli, nyumba ya Israel lazima itawanyike katika mataifa yote. Je, unahisi kwamba sasa kwa kuwa unaanza kuelewa utambulisho wako kama nyumba ya Israeli ilivyo? Labda Elohim alikuchuja. Najua alinichuja. Najua alichuja jamii hii na anaendelea kufanya hivyo. Lakini angalia hili. Hakuna nafaka itakayoanguka ardhini. Hakuna hata chembe moja. Hatuwezi kuhesabu nyumba ya Israeli. Anaweza. Hatuwezi kuhesabu nyota za mbinguni. Lakini inasema nini kuhusu Elohim? Anawahesabu wote na anawataja wote. Anazivaa kama saa ya mkononi, kama tunavyopenda kusema kila moja. Atapepeta. Atapepepa. Atapepeta. Na kuna sababu. Lakini yeye anajua ni akina nani walio wake. Anahesabu nywele zilizo kichwani mwetu, anahesabu nyota za mbinguni, anahesabu mchanga wa bahari. Umeona kinachoendelea? Anaijua nyumba yake. Katika Hosea akaenda akamchukua Gomeri binti Deblam, naye akapata mimba na kumzalia mwana. Yawe akamwambia, muite jina lake Yezreeli, kwa maana baada ya muda mfupi tu nitaiadhibu nyumba ya Yehu kwa ajili ya damu ya Yezreeli na kuangamiza ufalme wa nyumba ya Israeli. Ndiyo, nilikuwa nasema nyumba hii, ahadi na laana zinazohusiana na uvunjwaji wa agano zitaijia nyumba hii. Watavunjwa na kutawanyika na kupepetwa. Na siku hiyo nitavunja upinde wa Israeli katika bonde la Yezreeli. Sasa kwa Kiingereza unakosa kabisa kinachoendelea. Kwa Kiebrania kwa kweli kuna mchezo wa maneno unaoendelea kati ya Yezreeli na nani? Na Israeli. Sawa? Kwa Kiebrania Yezreeli ni Israeli. Sawa? Israeli. Kwa Kiebrania ni Israeli kwa ajili ya nyumba ya Israeli. Kwa hivyo una Israeli. Israeli. Inasikika karibu sawa. Kwa kweli kuna utani wa maneno wa Kiebrania unaoendelea. Israeli, Yezreeli inamaanisha Mungu atapanda. Elohim atapanda. Mpanzi hupanda nini? Pamoja na mbegu zake ndogo ndogo. Walikuwa wapi? Nyumba ya Israeli ilitawanyika kwenda wapi? Angalia unachokiona. Acha nieleze hili kwa maneno ya kilimo. Elohim anachukua mbegu ya nyumba ya Israeli na anaitawanya na kuipanda katika mataifa. Itakuwa na kisha itavunwa. Mara tu ikivunwa, itachujwa. Unaona kinachoendelea? Akapata mimba tena na akazaa binti. Yawe akamwambia, mwite jina lake. Hakuna huruma kwa Kiebrania Bwana Ruhama, kwa maana sitawahurumia tena nyumba ya Israeli ili kuwasamehe hata kidogo, bali nitawahurumia nyumba ya Yuda, nami nitawaokoa kwa Mungu wao. Sitawaokoa kwa upinde, upanga au vita au farasi au wapanda farasi. Atawaokoa kwa Hapa kuna jambo la kuvutia. Wokovu ni nini kwa Kiebrania? Ni Yeshua, kutoka kwa neno la msingi Yesha, kuokoa, kukombolewa. Anasema kihalisi, sitaenda kwa Yesha. Waokoe, wakomboe kwa vita au upanga au kwa vitu vya kimwili vilivyoanguka. Atawaokoa kwa Yawe, Mungu wao. Tena, ikiwa hii haikupi uungu na utambulisho wa Masihi wako, inaendelea. Alipoachishwa kunyonya bila huruma, Roho Ruhama akapata mimba na akazaa mwana. Na akasema, mwite jina lake, si watu wangu. Kwa Kiebrania hiyo ni Lo-ami, kwa maana nyinyi si watu wangu, wala mimi si Elohimu wenu. Unachokiona ni kuvunjwa kwa masharti ya agano.
kwa sababu agano litakapotekelezwa, moja ya ahadi zilizoambatanishwa na hilo ni kwamba mtakuwa watu wangu nami nitakuwa Elohim wenu. Agano hilo lilivunjwa. Nyinyi si watu wangu tena, wala mimi si Mungu wenu tena. Hili ndilo jambo kena. Ni nani aliyepitia vipande hivyo, ambaye alichukua uwajibikaji kamili, jukumu, na hatimaye angelipa matokeo ya uvunjifu wa agano? Lo, kwa njia hii ni hivyo hivyo. Hata hivyo, lakini angalia hili, hesabu ya wana wa Israeli itakuwa kama mchanga wa bahari usioweza kupimwa wala kuhesabiwa. Hizi ndizo ahadi zilizounganishwa na agano. Anasema, lakini tazama, niache. Hata niseme hivi, ingawa agano limevunjwa, agano litaimarishwa kimsingi. Ndivyo Yara anavyosema kupitia Hosea, kwa sababu anasema, angalieni, ninyi si watu wangu, mimi si Elohimu wenu. Hata hivyo, ahadi zilizounganishwa na agano na Ibrahimu zitatimizwa. Na tena hapa, idadi ya wana wa Israeli. Neno nambari kwa Kiebrania ni misbah, ambalo linatokana na neno safar, kuhesabu. Ni neno lile lile familia. Watakuwa kama mchanga wa bahari ambao hauwezi kupimwa wala kuhesabiwa. Je, hili ni neno tena salamar? Na angalia hii, mahali pale walipoambiwa ninyi si watu wangu, itasemwa kwao wana wa walio hai, Elohim. Akisema ingawa agano limevunjwa, agano litaimarishwa tena. Hiyo ndiyo anayosema, jinsi yeye pekee anavyoweza kufanya hivyo, kwa sababu yeye pekee ndiye aliyepitia vipande hivyo. Angalia hii, wana wa Yuda na wana wa Israeli. Unamaanisha nyumba nzima itakusanyika pamoja? Tena sehemu ya ahadi za Torati. Na angalia hii, watajichagulia kiongozi mmoja, nao watapanda kutoka katika nchi. Kwa maana siku ya Yezreeli itakuwa kuu, au kwa Kiebrania siku ya Israeli itakuwa kuu. Kuna mchezo wa maneno unaoendelea. Nyumba ya Israeli itakusanywa tena, agano litaanzishwa tena. Wale watakaovunjwa, siku ya Israeli itakuwa kuu. Elohim atapanda. Kuna mchezo wa maneno unaoendelea kati ya jina Israeli na Israeli, sivyo? Elohim atapanda, atavuna mavuno, atachuja mavuno, na matunda mema na matunda mabaya yatatoka humo. Ndio maana yanahitaji kuchujwa. Kama mifano mingi inavyopaswa kuwa inakujia akilini sasa hivi, vifungu vingi sana, na hakuna njia ya kufanya hivi vyote katika mfululizo mmoja. Kama nilivyosema, tunavuta uzi mmoja, na hii ni sehemu ya kwanza tu kwa njia, na hata sehemu ya kwanza ni kukwangua tu uso. Itakuwa sikukuu ambayo Elohim atapanda nyumba ya Israeli. Unachokiona katika lugha ya kilimo, Elohimu atachukua nyumba yake, ataipanda. Na Isaya 4 inasema kwamba alipanda shamba la mizabibu, nalo likazaa matunda mabaya. Kwa hivyo anafanya nini? Atairarua kwa sababu imezaa matunda mabaya. Na atafanya hivyo, lakini atapanda tena na itakuwa na matunda zaidi kuliko hapo awali. Unaona picha hii kwamba atatawanya kama mbegu nyumba ya Israeli kwa mataifa yote manne. Watafanya hivyo